wanawake katika wakurugenzi wanaofanya vizuri, huyu baba anafanya vizuri. Hebu tumpigie makofi. Anafanya vizuri na anampenda Mungu. Basi tusikubali kupitwa. Kama unasikia usingizi, bora usimame, lakini usipitwe. Sawa Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Tunajisikia vizuri sana kutuhudumia. Amen. Amina. Amen. Asante sana. Amen. Wapendwa, Bwana asifiwe. Ninawasalimu tena wote kwa jina la Yesu. Mpendwa mkurugenzi wetu mkuu wa WWK pamoja na kamati yako, baba askofu wetu wa jimbo la Dodoma Magharibi pamoja na mama askofu, mama makamu askofu wetu mkuu, mama Muhiche pamoja na mama katibu wetu mkuu, mama Joseph Gabriel Marwa, watumishi wa Mungu, wakurugenzi na viongozi wengine wote, itifaki ikiwa imezingatiwa, ninawasalimu katika jina la Yesu. Niko hapa kuendelea na somo letu tulilolianza jana, lakini kabla hatujaenda kwenye somo, tukumbushane tena ile salamu yetu ya mpango mkakati. Jamani, nitikieni amen. Ukisikia nataja neno salamu ya mpango mkakati, unaweka mizigo yako yote pembeni, maana tunataka tuungurume kama simba wa Morogoro. Nitikieni amen. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Saidia kumshika jirani yako, mwambie makuu yanatendeka. Mwambie DMS imezaliwa ndani ya miaka hii 13. Mwambie hayo ni makuu yanatendeka. Mwambie idara ya maombi imezaliwa miaka hii 13. Mwambie makuu yanatendeka. Ameelewa? Sasa tulikubaliana jana kwamba wana WWK wote ni wana DMS, si ndio? Na niseme kutoka moyoni, mkurugenzi, wanawake vibe lao liko juu. Yaani wakati mwimbishaji hapa hata hajaanza sana, yaani ile tu bado anatambulisha wimbo, jamani tunaimba uinuliwe, wameshafika mbele, wameanza step. Yaani wanatangulia step, ngoma itawakuta baadaye. Haleluya. Weka mkono wako namna hii, mkono namna hii, mkono namna hii. Msifu Mungu leo. Usisahau bwana. Weka mkono, bakisha juu hapa. Nikisema msifu Mungu leo unaitikia kwa nguvu katika roho na kweli. Msifu Mungu leo katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Msifu Mungu leo. Msifu Mungu leo katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Msifu Mungu leo. Umetisha sana. Weka hii sasa. Unakumbuka ile nyingine ya mwisho ile? Ndio. Unaikumbuka ile ya mwisho ile? Mimi nikisema tumewaka unaitikia? Hatuzimiki. Mbona mshawaka hata sijaanza? Haya, weka namna hii, weka namna hii. Moto kabisa, moto namna hii. Moto 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 namna hii. Nyanyua mikono miwili juu namna hii. Nyanyua namna hii. Tanzania Assemblies of God tumewaka. Hatuzimiki. Nyanyua, weka juu, weka juu, weka juu, weka juu. Tanzania Assemblies of God tumewaka. Hatuzimiki. Hatuzimiki. Tumewaka. Hatuzimiki. Tumewaka. Piga kelele. Piga kelele. Piga kelele. Wageukie watu watano, wapige high five, waambie TAG tumewaka, hatuzimiki. Watano, wasipungue watano, waambie TAG tumewaka, hatuzimiki. Watano.
Waambie tumewaka hatuzimiki. Waambie tumewaka hatuzimiki. Sasa naomba umwambie usituzimishe. Mwambie usituzimishe tafadhali. Mwambie tumewaka usituzimishe. Nyanyua mikono tena, kelele za shangwe. Hallelujah. Weka vigelegele kwa Yesu. Hatuzimiki. Tumewaka. Hatuzimiki. Tumewaka. Hatuzimiki. Tumewaka. Hatuzimiki. Tumewaka. Hatuzimiki. Tumewaka. Twende. Hatuzimiki. Tumewaka. Hatuzimiki. Twende. Tumewaka. Haya. Hatuzimiki. Twende. Tumewaka. Tumewaka. Hatuzimiki. Tumewaka. Hatuzimiki. TAG. Tumewaka. Hatuzimiki. WWK. Tumewaka. Sisi. Hatuzimiki. DMS. Tumewaka. Twende. Hatuzimiki. CAS. Tumewaka. Twende. Hatuzimiki. CMF. Tumewaka. Twende. Hatuzimiki. Uinjilisti. Tumewaka. Twende. Hatuzimiki. Umisheni. Tumewaka. Twende. Hatuzimiki. Twende. Tumewaka. Tumewaka. Hatuzimiki. Asante. Asante. Asante sana. Usikae mpaka uambiwe kaa. Baki umesimama. Tumewaka. Hatuzimiki. Ngoja. Haya. Asante. Unaona, mimi nimwambia vibe lenu liko juu sana yani. Yaani kama ingekuwa ni ardhi yenye maji basi ile water table iko juu kabisa. Yaani haihitaji maji mengi, imeshatibuka namna hii. Haleluya. Mimi maombi yangu ni haya, mkurugenzi. Hawa wanawake ni wengi lakini ni wachache. Mtazamo wangu mimi, kwani shingapi kila jimbo likaamua kuja na wanawake 100 tu? Kila jimbo lije na 100 tu. Mara 95 ni ngapi? Naam. Watu 100 mara majimbo 95 ni watu wangapi? Naam. 9,100 ngapi? Kwani shingapi? Nisaidie kumgeuka jirani yako, kwani shingapi? Alafu ngoja niwaambie, hakuna kitu mwanamke duniani ataamua kishindikane. Hakuna. Naomba niwaambie, ni kuamua mwenyewe unaamua kuitumiaje nguvu uliopewa na Mungu. Mwanamke anaweza akamwangalia mtu jicho moja akatoa ada yote akaacha kwenda shule. Ada yote. Jicho moja tu. Yaani anampiga jicho moja tu hivi. Anauliza anatoa. Hela yote anatoa na shule haendi. Ukimuuliza imekuwaje na yeye hajui. Sasa tuitumie hiyo nguvu kuwaleta wanawake 9,500 hapa. Mimi ni maombi yangu. Naomba nimuombe mkurugenzi mkuu wa WWK. Kongamano lijalo Dodoma isimame. Yaani yaje mabasi mpaka trafiki wa Dodoma wasitishe kazi zao. Kuanzia roundabout ya pale juu mjini waelekeze magari yanaelekea hapa. Tumuongezee matatizo mazuri baba askofu mkuu. Nimeyaita matatizo gani? Mazuri. Tumuongezee baba askofu mkuu matatizo mazuri. Yaani tumwambie baba askofu waliokwisha ingia hapa ndani ni 8,000, kuna 1,500 hatujui maana wamejaa aksi, yani chuo cha kule juu wamejaa,
wamejaa kila korido mpaka kwenye vyoo. Kuna watu tumeweka magodoro wamelala bustanini. Yani kila mahali wanawake wameenea. Tuelekee mipango na kila eneo. Yes. Weka vizuri mic hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwani inashindikana? Naomba niwaulize swali. Haya mlioyaona hapa hayafai kumwalika mwingine? Nyanyua mkono wa jirani yako, weka juu. Sema maneno haya pamoja nami. Mwakani ni mwaka gani? 2027. So the next conference, which is going to be 2027, tunataka kuweka agano na makubaliano. Semeni amen. Amen. Sisi wote tulioko hapa, nakupa kazi moja tu. Mshawishi mwanamke mmoja tu ambaye hayuko hapa. Yani wewe nisaidie kumleta huyu mmoja. Only one lady from Zambia, from Malawi, from Mozambique, from Kenya. Bring a certain, at least a single lady with you to the next conference of 2027. Nisaidie kumnongoneza jirani yako, mwambie umeelewa Nyanyua sasa mikono. Amesemaje? Nimeelewa. Na wewe? Nimeelewa. Tuseme maneno haya, mikono ikiwa juu kabisa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi ndiye mwana WWK. Mimi ndiye mwana WWK. Ni pamoja na mwanamke aliyebaki nyumbani. Ni pamoja na mwanamke aliyebaki nyumbani. 2027. 2027. Mimi nitakuwepo. Mimi nitakuwepo. Na yule aliyebaki nyumbani nitakuja naye. Na yule aliyebaki nyumbani nitakuja naye. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa kelele tuseme amen. Sasa nisaidie kumwangalia jirani yako usoni, mwambie mtumishi, usituangushe. Mgeukie wa upande wa pili. Mgeukie upande, mwambie mtumishi, usituangushe. Mwambie hivi, acha tubanane ila tuje wengi. Nisaidie kusema amen. Asante, niombe ukae sasa. Niombe ukae. Na bahati nzuri Mungu ametupa askofu mkuu mwenye maono makubwa. Yaani hivi nilivyoongea, maadamu anafuatilia ameshaanza kuwaza anatuweka wapi mwaka 2027. Na nadhani nyie wote mnajua ndani ya miaka hii 13 tutakuwa na chuo kikuu na makao makuu ya Tanzania Assemblies of God mahali fulani hapa Dodoma. Acha tumuongezee baba matatizo mazuri, ajenge ukumbi wa watu 15,000-20,000 haraka iwezekanavyo. Na akiukamilisha WWK wanakuwa wa kwanza kuujaza. Wakati Mama Beatrice katibu mkuu anafundisha hapa, nimekumbuka neno moja tu ambalo nimesema niongee na wewe kabla sijaanza. Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Our God is the God of principles. Mungu haiongozi dunia kwa miujiza. Anaiongoza dunia kwa kanuni. Kanuni zikifuatwa miujiza inatokea. When principles are followed, miracles happens. Ukizijua kanuni za Mungu ukaziishi, kuna mambo hutafunga macho kuomba. Kuna vitu hutawekewa mikono, vitatokea. Praise the name of God. Amen. Vitatokea vyenyewe. Ukifuata kanuni. Huyu mama alikuwa anaongea kanuni za kubarikiwa. Akaenda kwenye kanuni moja kati ya kanuni ninazozipenda mno, kanuni ya kupanda na kuvuna. Naomba nikupe vitu vinne kama sio vitano haraka, andika. Kwenye kanuni za kupanda na kuvuna. Namba 1, wewe ni matokeo ya mbegu zako za jana. Yaani hivi ulivyo unavyojiona ni matokeo ya mbegu zako za jana. Ulichopanda jana ndio kimekuleta wewe.
What you planted yesterday is what you are today. Namba 2, utavuna baada ya kupanda. Nakupa kanuni ya kupanda na kuvuna. Kwa kawaida unavuna baada ya kupanda. Namba 3, unavuna ulipopanda. You reap where you sowed, where you planted. Unavuna baada, unavuna ulipopanda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Namba 4, kila mbegu inayoanguka ama kwa kujua ama pasipo kujua itaota. Any seed dropped down. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Amen. Twende kwenye somo letu. Hiyo ilikuwa ni nyongeza tu. Moyo wa ibada, msingi wa ibada halisi. Moyo wa ibada, msingi wa ibada halisi. Jana wakati naanza somo nilisema katika uzoefu mdogo wa huduma na kulisoma neno la Mungu, nimegundua Mungu ana matatizo matatu. God has got 3 major problems. Kuna watu walishtuka mno na kuna waliokemea kimya kimya, wakiniona ninapotoka kumfanya Mungu ana matatizo. Lakini tulipoanza kupitia tatizo moja baada ya jingine, kila mmoja aliweka silaha zake wapi? Chini, akakubali hayo ni matatizo makubwa yanayomsumbua nani? Mungu. Tatizo la kwanza tukasema Mungu ana tatizo na wavunaji, hana tatizo na mavuno. Mavuno yako tayari, lakini wavunaji ni wachache. Na ametuagiza sisi tupeleke, tuombe ili yeye apeleke watendakazi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tukaiona hiyo Mathayo sura ya 9 mstari wa 37 na 38. Tukahama, tukaenda tatizo la pili. Ninaenda haraka na recap kwa ajili ya faida ya wale ambao hawakuwepo jana. Tatizo namba 2. Tukaona Mungu anatafuta mtu katikati ya watu, na nikakupa mifano. Mungu anasema nikatafuta mtu miongoni mwao. Neno miongoni, it is among those people. People were there, hundreds, thousands, milioni ya watu wamekutana, lakini katikati ya hawa Mungu anatafuta mtu. Alafu anasema sikuona. Nikakupa mfano rahisi tu. Baba Askofu mkuu mtoka mbali na kamati yake waliponiteua mimi kwa mkurugenzi wa idara ya muziki na uimbaji, waliamini wamepata mkurugenzi. Lakini ghafla mimi napata taarifa wameanza kuhangaika kutafuta mkurugenzi mwingine. Na mimi nipo na sijaambiwa wewe sio. Tafsiri yake mimi nimepungua, sitoshi. Naomba niwaambie kwa masikitiko makubwa, kuna watu nafasi zao zimeanza kujazwa wakiwepo. Ngoja niweke ikae vizuri zaidi. Kuna watu nafasi zenu zimeanza kujazwa mkiwepo. Una jukumu moja tu la kufanya ili nafasi yako ibaki kuwa ya kwako, ni kupatikana unapohitajika. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ni kupatikana unapohitajika. Mungu anatafuta mtu ili asimame, be available when God searches people, ili atafute akuone. Akikuona atasema oh yes, this is the person I am searching and I am looking for.
Ili uwe yule Mungu anayemtaka, kaa kwenye hizo nafasi, tafuta hivyo vigezo. Kumbuka tunazungumza moyo wa ibada, msingi wa ibada halisi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tatizo la tatu tunaliona hiyo sasa. Tatizo la pili liko Ezekiel 22. Ezekiel 22 mstari wa 30. Tatizo la tatu tunaliona linapatikana kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na 24. Tunayaona mazungumzo ya Yesu na yule mwanamke Msamaria. Huyu mwanamke anapokutana na Yesu, wakiwa majadiliano yao hayakuwa ibada, yalikuwa maji. Lakini Yesu alijua hii ilikuwa ni introduction tu ya kuelekea kwenye ibada. Ila mwanamke hakuwa anajua. Yesu alikuwa anajua msingi wa maongezi yao unaishia wapi. Akamwambia, naomba unipe maji. Huyu mama akamwambia, siwezi kukupa maji kwa sababu nimekucheki nikagundua wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, na sisi hatuchangamani. Walipoendelea, Yesu alipoonyesha anahitaji maji, akamwambia, hata hivyo kama ungejua anayekuomba maji ni nani, ungeniomba mimi maji nilionayo, ningekupa mimi maji hayo, ungekunywa, usingerudi hapa kuteka maji tena. Yule mwanamke akacheka. Kaka bwana huyu, ungenipa maji umeyapata wapi? Kwanza kisima hiki ni kirefu, sioni kama una chombo cha kuchotea. Yesu akamwambia, ni kwa vile tu hujajua anayekuomba maji ni nani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akamwambia, well, nipe hayo maji tafadhali. Akamwambia, niko tayari kukupa. Do one thing, bring your husband with you. Niletee mumeo pamoja nawe. Yule mama akasema, sina mume. Yesu akasema, very well spoken. Huna mume ni kweli, maana unao 5 na umeanza kudeti na mume wa mtu mwingine juzi kati na sio wa kwako. Kwa hiyo ni kweli, umesema vizuri sana. Mama akashtuka akasema, come on, kwani we nani? Mbona unayasema mambo ya maisha yangu? Who are you by the way? Are you a prophet? Yesu akacheka akamwangalia akasema, kwani vipi? Akasema, no. Unaongea yanayonihusu. Aina hii ya maongezi isingesemwa na mtu wa kawaida. Kwani we nani? Au wewe ndio yule Masihi tuliyeambiwa habari zake? Yesu akasema, you are now coming closer to the point. Umeanza kusogea. Jina la Bwana libarikiwe. Au wewe ndio yule nabii tuliyeambiwa habari zake? Kabla Yesu hajajibu akamwambia, well, hata hivyo ngoja nikwambie kitu Yesu. Hata sisi tunasali. Sisi tunasali kule kwenye ile milima ya Gerizim kule juu. Mimi najua nyewe mnasali Yerusalemu. Sisi tunasali, yani kama ni agenda ya kusali wote tunasali. Ibada tunafanya wote. Nyewe huku sisi huku. Yesu akamwambia, nadhani tunaanza kuelewana. Tumekutana kwenye peji moja. Maana sasa unaongea lugha ninayoiongea mimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Come on, jina la Yesu libarikiwe. Akaambia, sasa kilichonileta ndicho hiki. Nimekuja kubadilisha. I have come to switch the venue of worship. From now, people will no longer go to Jerusalem, neither to the mountain of Gerizim for worship. They will worship the Lord from their heart. Eneo lao la ibada halitakuwa milimani wala Yerusalemu. Eneo la ibada litafanyika wapi? Ndani ya moyo. Nisaidie kusema amen. Amen. Sema kwa sauti amen. Amen. Kuna kawimbo tulikuwa tunaimba siku za nyuma kidogo. Kuna mwimbaji mmoja alikaimba, kanaimba tuko efwe. Moyo wangu sifa mpe.
moyo wangu, sifa mpe Yesu. Come on. Moyo wangu, sifa mpe Yesu. Come on. Moyo wangu, sifa mpe moyo wangu, Yesu, sifa mpe Yesu. Moyo wangu, sifa mpe. Imba tena moyo wangu, sifa mpe Yesu. Come on. Moyo wangu, sifa mpe. Music. Sifa mpe Bwana, moyo wangu Bwana, sifa imba moyo wangu, sifa mpe Bwana, moyo wangu, sifa. Tunaimba wote moyo wangu, sifa mpe Bwana, moyo wangu, sifa. Imba moyo imba moyo mpe Bwana. Come on. Tunamaliza wote. Imba moyo mpe Yesu sasa. Yesu. Moyo wangu, kwa sauti moyo wangu, sifa mpe Yesu. Anayeziimba sifa ni moyo, anayeabudu ni moyo, ibada inakotokea ni moyoni. Jina la Bwana libarikiwe. Huko moyoni kukiwa sawa, ibada iko sawa. Kwa hiyo Yesu anamwambia yule mwanamke, anamwambia saa ile ya watu watakaoabudu tokea moyoni na watakaoabudu katika roho na katika kweli imefika. The hour is now and the hour is me. Praise the name of God. Amen. Saa hiyo ni mimi na saa hiyo ni sasa. Saa ya ibada ya kweli, saa ya ibada katika roho, saa ya ibada itokayo moyoni imefika. Habari ya milimani, habari ya Yerusalemu, habari ya majumba makubwa, habari ya sebuleni, habari ya chini ya miti, achana nayo. Tusiongee hiyo kwanza, tuongee usafi wa moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yesu anaweka msisitizo na mkazo, waabuduo halisi hawataabudu wanavyotaka wao. Kuna utaratibu umewekwa, na utaratibu huo ni katika roho na katika kweli. Roho inayotajwa ya kwanza ina herufi ndogo, maana yake roho ya mwanadamu. Kwa Kiyunani inaitwa pneuma, P-N-U-M-A, pneuma. Utamwabudu Bwana kutokea kwenye hiyo roho yako wewe. Anasema kwa sababu gani anaabudiwa hivyo? Yeye Mungu ni roho. Roho inayotajwa ya pili ni kubwa, maana yake roho ya Mungu aliye hai. Maana yake anasema Mungu. Maana yake hapa tunakubaliana sasa, kumbe ibada ni kati ya huyu mwenye roho ya herufi ndogo ambaye ni mwanadamu au kiumbe, dhidi ya huyu mwenye roho kubwa ambaye ni Mungu aliye hai. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Amen. Hapo ndipo mahusiano yetu ya kiibada yanapotokea. Kwa hiyo anasema Mungu ameanza kazi ya kuwatafuta hao wenye hizo sifa. Sasa tunawaangalia sasa sifa namba moja ya huyu anayetafutwa, ikiwa ni sehemu ya 4 ya somo letu. Ikiwa ni sehemu ya 4 ya somo letu. Namba moja tukasema Mungu anatafuta watu wenye moyo unaompendeza yeye. Na hapo ndo tulipoishia jana. Nikakupa maandiko yafuatayo kwa wale ambao hawakuwepo. Mathayo 15,
mstari wa 9. Andiko la pili, Matendo 13:22. Samueli wa kwanza 16:7. Methali 23:26. Naomba tuyasome maneno haya alafu twende vizuri pamoja ili tuyaweke sawa sawa. Tuanzie andiko la mwisho la Methali 23 mstari wa 26. Naomba urudie maneno haya. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, mwanangu, nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Macho yako yapendezwe na njia zangu. Macho yako yapendezwe na njia zangu. Haya ni maneno ya Mungu anamwambia mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ni maneno ya Mungu anamwambia mwanadamu. Mungu anachotaka kwetu, anataka moyo. Mwanangu, nipe moyo wako. Ukinipa moyo wako, ninayoyatenda na ninayoyataka yatakufurahisha. Njia zangu utazifurahia. Maagizo yangu utayakubali. Praise the name of God. Niko naangalia taarifa ya habari, nafikiri ni siku 2 au 3 zilizopita. Tuko na mke wangu nyumbani. Sikumbuki kama ni Tabora au ni Arusha. Mwanamke amekunywa sumu kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Nikamwambia mke wangu, haya mambo kumbe bado yanafanyika? Ya mtu kunywa sumu kwa sababu ya mtu. Unagundua tatizo ni moja tu. Huyu aliyekunywa sumu alitoa moyo akampa mtu. Naomba nikuombe na kuruhusu, toa vyote. Moyo mwachie Bwana. Mpe mtu tabasamu lako lote. Mpe mtu kila ulicho nacho. Moyo mpe Bwana. Amen. Msaidie kusema amen. Amen. Ukiweza hiyo, uko salama. Hali mbaya ikibadilika, wewe uko salama. Maana moyo umempa Bwana. Na yeye anaomba, anasema, nipe moyo wako mwanangu. Nipe moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Samueli anasemaje? Wa kwanza 16 mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Bwana huutazama nini? Moyo. Naomba nikwambie, si kwamba Mungu haoni mapambo haya. Anayaona vizuri sana. Nitayaongelea mbele kidogo, maana na yenyewe yana nafasi yake. Haya unayoyaona yote, hizi mbwembwe zote unazoziona, Mungu anaziona, anazifurahia, lakini sio priority yake ya kwanza. Sio jambo analotaka la kwanza. Nitikieni amen. Amen. Anachotaka cha kwanza, anataka nini? Moyo. Anasema wewe kama mwanadamu wa kawaida, kama walivyo wanadamu wengine, unatazama nje, mimi sitazami nje. Wakati huo Samueli alienda kumpaka mafuta mfalme wa taifa la Israeli. Akaenda nyumbani kwa Yese, akaambia, Bwana amenituma kwenye nyumba hii, yuko mfalme. There is a king from this house. Bring all your boys. Wakaletwa wote vijana wa kiume. Akapita wa kwanza, tena amevaa na magwanda ya kijeshi, maana tayari walikuwa wanafanya shughuli za kijeshi. Well grounded, ana mwili uko vizuri, pengine ameshafanya na mazoezi, ana misuli yake ya kutosha. Anapita mbele ya mkutano kama huu, pengine watu wamejaa kama walivyojaa hapa. Anapita namna hii ili akubalike. Sauti inamwambia Samueli, sio huyo. Huyo anaondoka. Anaulizwa, mwingine yupo? Ndio. Anakuja mwingine.
anakuja mwingine, wakamalizika wote. Kwa mujibu wa Yese anaulizwa, hawa ndio wanao wa kiume wamekwisha? Niangalieni. Yese akasema well, kimsingi wameisha, ila kamebaki kavulana kadogo ambako nisingedhani kama hako nako kangepaswa kuja kwenye kinyang'anyiro hiki, maana bado kanachunga, tena hakajafikia level ya kuchunga ng'ombe, kanachunga kondoo, na sio wengi, kanachunga kondoo. Biblia inataja wachache, maana yake bado huyu ni mvulana mdogo, yuko chini ya teens. A teenager boy can never be a king of the nation of Israel. Unadhani na huyu animlete? Samueli anasema hakitaendelea chochote, huyo aje kwanza. Wanaonielewa nisaidieni kusema amen. Amen. Sijajua nani alitumwa, maana simu hazikuwepo. Akakimbia, naamini bodaboda hazikuwepo. Akaenda shamba, akakakuta kavulana kamesha chunga, kamechoka, kamekula maembe, kamevua shati, kameweka pembeni, kameshika kombeo na manati, maji ya maembe yametiririka hapa kwenye tumbo. Kana enjoy maisha yake porini, kanapiga ndege pap, kanachoma, kanakula. Mimi nimefanya kazi ya kuchunga mbuzi, naelewa. Kanachoma, kanakula, maisha yanaendelea, kana raha, kako kwenye ulimwengu wake. The boy is enjoying his life. Oya dogo, unaitwa tena, fanya haraka, tumeambiwa mambo yote yanasimama mpaka ufike. Usitucheleweshe hapo, fanya haraka. Nina uhakika, hii sio Biblia, ni mimi, niangalieni. Nina uhakika hakuvaa shati, maana alikuwa hakumbuki iliko wapi. Aliondoka kama alivyo, na manati yake shingoni na kombeo yake, mpaka kwenye mkutano kama huu. Naendelea kusema bado sio Biblia, ni mimi huyu, sawa? Nina hakika alipofika, akasimama hapa kwenye pa kuingilia hapa, kanajiuliza, now come on, should I go up or should I remain here? Nipande juu au nibaki? Sasa kanajiuliza. We pita haraka, unatuchelewesha. Kakaja, nina hakika akakwenda kwa baba, kalienda kwa mama. Hey. Kwa mama kwanza, jamani semeni amen. Amen. Unajua kwa nini? Kwanza ni kavulana ka mwisho, kanapendwa zaidi na mama. Sijui unanielewa vizuri eh? Kakaja kwa mama kwanza, na kabla akajafika kwa mama, angalia kalichofanya. Jamani, hiyo sio Biblia, ni mimi, si ndio? Kakaanza kufutafuta mikono yake mautomvu ya maembe, kanajisafisha. Samahani mama, kuna nini? Mbona nimeitwa haraka haraka? Mama akasema hata mimi sijajua, tulia. Baba anajua eh? Haya, tulia. Kaka tulia, kanasubiri maelekezo. Habari zikaenda, mwambieni kamekuja. Sasa akaelewi, ili mkutano likubwa, meza kuu ina masuti kuna mtu ajulikani anaitwa Samueli, amevaa joho kubwa, ameshajiandaa kupaka mtu mafuta, ana pembe tayari mkononi. Akaelewi, yani kana ngonjera zinasomeka hazieleweki. Baadaye akasema kamefika eh? Okay, come on guys, the boy is here, shughuli ziendelee. Haya, yuko wapi? Sasa mama akapiga hesabu, kanaenda bila shati. Akakapiga mtandio. Leta mtandio. Hallelujah. Kakapigwa mtandio kama Kimasai, ili angalau kafananie mambo yanayotokea pale Ikulu. Wanaonielewa semeni amen. Kakapigwa mtandio. You young boy, where are you? Here I am sir. Niko hapa baba. Peter. Vigelegele. Jamani, kelele za shangwe kwa Yesu. Wapendwa, kuna mtu ananielewa ninachoongea? Maandiko yanasema, twende haraka tusome hiyo inayofuata hapo. Twende Matendo 12:23 ili nikupe hilo ninachotaka kusema hapo. Matendo 12:23. Kama unaweza kaiposti hapo, fanya haraka.
Maandiko yanakataa, yanasema yeye haangalii wanavyoangalia wanadamu. Maana yake haangalii magwanda, haangalii buti, haangalii dogo hana shati. Hiyo sio ajenda kwake. Wanaonielewa semeni amen. Amen. Wakati najifunza kanuni za uongozi nimegundua, muheshimu sana mtu anayekupenda pamoja na madhaifu yako. Huyo ameona hazina ndani yako, bila kujali kwa sasa unakosea. Kwake sio ajenda. Anajua akikutengeneza atatokea anayetafutwa. Haleluya. Kwa hiyo ghafla kanashangaa kufika pale, ikatokea tiki ya moyoni kwa mzee Samueli. Mungu anamwambia huyu ndiye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasemaje mstari wa 22? Na alipokwisha kumwondoa huyo, akamwinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia Mungu mwenyewe huyo sasa, akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Piga kelele za shangwe na vigeregere kwa Bwana. Mungu anasema nimemwona Daudi pamoja na rubega yake ya mama, kikoi cha mama, mtandio wa mama, ila nimemwona Daudi. Mimi siangalii suti, nimeangalia moyo. Sijaangalia na utomvu wa maembe, nimeangalia moyoni. Amen. Na nikicheki moyo wake unanipenda, na huyu anaonekana atafanya mapenzi yangu yote. Hebu niwekee haraka, niwekee Mwanzo 6:22. Mwanzo 6:22 kwa haraka, weka hapa tuangalie. The book of Genesis chapter 6 verse 22. This young man, the man who pleases God. Lakini sio hivyo tu, atayafanya. Thank you very much. Tusome pamoja hilo neno hapo. Kama unaweza kaona kwa haraka, tusome pamoja. Ndivyo alivyofanya Nuhu. Twende. Ndivyo alivyofanya Nuhu. Sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Sawa sawa na vyote alivyomwamuru. Hivyo ndivyo alivyofanya. Hivyo ndivyo alivyofanya. Niangalie usoni. Mungu anakutaka uwe tayari kufanya yote anayotaka yeye. Niangalie nikwambie jambo. Vigezo vya Mungu ni vigumu sana, wala sio vyepesi. Sio vyepesi. Sio vyepesi. Anapokucheki, anauangalia moyo wako. Moyo unamwambia kama unaweza kufanya yote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akigundua unaweza kufanya yote, wakati huo hata kama njia zako bado hazieleweki, anazikamilisha. Naomba niwaambie, Mungu hashughuliki na waliokamilika, anashughulika na walio tayari. Amen. Mungu anashughulika na wenye moyo unaompenda, alafu anaanza kuwakamilisha yeye njiani. Jina la Bwana libarikiwe. Twende andiko letu la mwisho hapo. Twende andiko la mwisho. Mathayo 15 mstari wa 9. Sasa nitaomba tuanzie mstari wa 7. Naomba tuanzie mstari wa 7. Tunaweza kusoma hapa wote. Wewe uliye na simu yako na Biblia yako huko utasoma pamoja. Tusome hapa wote kwa sauti. Inua macho yako, angalia kwenye screen. 1 2 twende. Ngoja. Nini? Enyi wanafiki. Wewe ngoja, huyu kijana wa kwenye projector, hiyo Biblia iko sawa? Inaongea sawa? Ndio. Inasemaje? Enyi wanafiki. Subiri. Nyie wa upande huu Biblia yenu inasemaje? Ni hivyo hivyo. Okay. Nikafikiri tunaanza kutafiana matatizo hapa. Haya, tusome sasa. 1 2 twende. Enyi wanafiki. Sawa. Ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami.
nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nisikilizeni vizuri. Enyi wanafiki. Kumbe alichotabiri nabii ni cha kweli, kwamba watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Ni kweli wanafundisha mafundisho ya kibinadamu, wanaimba nyimbo ambazo mioyo yao haikubaliani nazo. Naomba niwaambie jambo. Tunapofanya ibada, when we worship the Lord, Mungu anavyo vitu anavyovikagua. Maneno ya vinywa vyetu na kelele tunazopiga kwa midomo yetu wala hazimsumbui. Naomba nikwambie, iko kelele kubwa zaidi ambayo haionekani na haisikiki ndani. Hiyo ndio anashughulika nayo. Hivi maneno ya kinywa chako yanachosema ndicho moyo wako unasema? Maana ili ibada iwe ibada ya kweli iliyokamilika, inautaka moyo huo ambao unamtazama Mungu kama muumba wa mbingu na nchi. Unakubaliana na yale anayoyataka, unakubaliana na maagizo na maelekezo yake. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Amen. Kwa bahati mbaya, kuna vitu ambavyo kwetu sisi ni vipaumbele, lakini kwa Mungu sio vipaumbele. Tumevipa heshima, tumekubaliana navyo, tumevipenda, tumevikubali, lakini kwa Mungu havikubaliki. Wananiabudu kwa midomo yao, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana. Haleluya. Kupokea utukufu. Mdomo unaongea Bwana anastahili, moyo unachowaza na kutenda ni tofauti. Ukitoka hapa, mdomo ule ule ulioongea wastahili wewe Bwana, unaenda kufanya tongue kiss na mtu asiye mume wala mke. Mungu anashangaa, aliyekuwa anasema wastahili ndio huyu. Kinywa kile kilichosema wastahili kikitoka hapa kina uwezo wa kuchonganisha watu. Kimejaa hila. Moyo una hila ya kuua mtu. Unamchukia mtu na unaabudu naye. Umemweka kwenye orodha ya watu usiowapenda. Mko naye chama kimoja, mko naye kanisa moja, section moja, jimbo moja. Alafu unashangaa mnafika WWK Dodoma, msimamizi wa ratiba anasema kanda ya kaskazini leteni wimbo, na wewe una adui yako kwenye kwaya hiyo, una adui yako kwenye section hiyo. Inabidi uwe wa mwisho uangalie amesimama wapi, ili isitokee ukasimama karibu naye, maana ni adui yako. Sasa unapanda hapa kufanya nini? Ndio maana sentensi ya kwanza imeanza na neno linaloitwa nini? Enyi mnafiki. Ni mtu ambaye anaishi tofauti na maneno yake, anayeongea rangi nyeupe akimaanisha nyekundu. Huyo ndiye mnafiki. Mtu ambaye anacheka moyoni ana hasira, huyo ndio mnafiki.
Saa ya kunena kwa lugha unanena lugha mpaka nyingine hatuzijui zilikotoka. Ukimaliza kunena kwa lugha tunajiuliza, huyu ndio yule? Mbona amenena sana? Mbona mpaka tumemnyamazisha, tumemwekea mkono? Huyu ndio yule? Mbona ni mtu mwingine? Ni watu wawili tofauti? Ni aina gani ya ibada anafanya? Mungu anashangaa, maana anachoteseka nacho ni moyo. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Amen. Akusaidie wewe na anisaidie mimi kwa jina la Yesu. Amen. Tunazungumza moyo wa ibada, msingi wa ibada halisi. Ndio maana nimekwambia kila siku ninaimba huu wimbo, nataka nimjue Yesu. Najiona simjui. Najiona simjui. Najiona simjui kabisa. Tunapojadili ibada, tunajadili kitu kikubwa mno ambacho tusingestahili kukidiscuss. Na ndio maana nilisoma moja ya makala ya mwandishi mmoja, anasema worship was never intended to be a discussion in any textbook, because worship is an experience between a worship and a worshipper, the worshipped and the worshipper. Ibada sio majadiliano, sio kikao. Hatuwezi kujadili jinsi ya kuabudu. Na ndio maana uweze kumsimulia mtu ibada yako ilikuwaje. Tunapoingia kwenye eneo kama hili, saa ya kuabudu, na ndio maana ikitokea mtu anakuuliza hivi, niende mbele nikacheze, ukiweza usimjibu. Ni swala la ibada. Yaani msukumo wako wa ndani ndio unaamua. Sasa naomba nikupe tabia sifa. Andika hivyo hivyo, tabia sifa 6 za moyo wa ibada. Tabia sifa 6 za moyo wa ibada. Tuandike haraka nikimbie na muda wangu. Namba 1, moyo wa ibada unakubali maonyo. Moyo wa ibada ni moyo unaokubali maonyo. Kuna mtu anapoonywa leo kwa kizazi hiki, utasikia unanihukumu. Usinihukumu, mhukumu ni mmoja. Sikuhukumu na kuonya. Tabia yako mbaya, unachofanya sio sawa. Kwa nini unakimbilia kuniagiza, kuniambia na kuhukumu? Sikuhukumu na kusaidia. Moyo wa ibada unazo tabia sifa 6. Namba 1, unakubali maonyo. Namba 2, unakubali mafundisho na kubadilika. Moyo wa ibada unakubali mafundisho na kubadilika. Mimi najua hapa pana viongozi mbalimbali wa levels tofauti huko tunakotoka. Hapa kuna maafisa wa serikali mmekaa hapa, kuna mawakili mko hapa, kuna mabenka mko hapa, kuna wakurugenzi wa mashirika mbalimbali makubwa ya kitaifa na kimataifa, NGOs na kadhalika. Hear me very well. Hizi ni principles. I am giving you principles of God. And principles never change. Kanuni hazibadiliki hata siku moja. Hizi ninazokupa ni kanuni. Namba 2, moyo wa ibada unakubali mafundisho na unakubali kubadilika. Namba 3, moyo wa ibada unakubali toba na kugeuka. Maana msingi wa toba ni kugeuka. Unakubali toba na kugeuka. Hizo ni tabia sifa za moyo wa ibada. Kuna mtu una struggle naye kwenye kwaya yako? Hebu pitia hizi sifa ninazokupa hapa, kaangalia anazo. Kama hana, pambana kumshuhudia upya, muongoze upya sala ya toba. Hata kama ana sauti kama chiriku. There are people when they hold microphones,
You can even think those are angels from heaven. Yani kasauti kana alafu kana vibration ya original yake, yani natural vibration, wala haangaiki. Lakini akishuka madhabahuni, cheki maisha yake. Ni viumbe wawili tofauti kabisa. Yani wakati mwingine unafumbua macho unaangalia, samahani, huyu ndio yule anayetukanaga watu huyu. Mbona jamani, kwa kweli dada anaimba huyu, Mungu wangu, jamani. Hizi sifa zipo. Anakubali toba na kugeuka. Na kwenye kukubali toba na kugeuka haijalishi nafasi yako. Wanaonielewa semeni amen. Haijalishi nafasi. Ukisoma Samueli wa pili utashangaa. Sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza utashangaa. Samueli wa pili. Nathan anaenda nyumbani, ikulu ya mfalme. Anafika anamueleza dhambi alizozifanya. Daudi akiwa bado kwenye kiti cha ufalme, sio mfalme mstaafu. Sio mfalme ambaye kura hazikutosha wakati wa uchaguzi uliofuata. Bado yuko kwenye kiti, anakalia kiti. Akasema, nimemtenda Mungu dhambi. Niombee msamaha kwa huyo Mungu, nami ninatubu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Saidia kumwangalia jirani yako usoni, usiongee kitu, mcheki tu. Ngeukia na upande wa pili. Haya, tuendelee. Namba 4. Tabia sifa ya 4 ya moyo wa ibada ni mnyenyekevu, hauna kiburi. Ni mnyenyekevu, hauna kiburi. Achana na ule unyenyekevu wa mtaani, ule wa town. Tuna unyenyekevu fulani wa mjini siku hizi. Utasikia, jamani, yani unajua mimi ni mnyenyekevu, msione hivi. Yani mimi ni mnyenyekevu jamani. Mimi ni mnyenyekevu sana. Namshukuru sana Mungu, yani ameninyenyekesha. Wanyenyekevu hawaongei, unyenyekevu ndio unaongeaga wenyewe. Eti mimi ni mnyenyekevu sana jamani. Yani jamani, mimi ni mnyenyekevu kwa kweli. Namba 5. Moyo wa ibada haujivuni wala haudharau wengine. Hebu tatuwekea Warumi 12 mstari wa 4 na wa 5. Moyo wa ibada haujivuni wala haudharau wengine, haujioni kuwa bora kuliko wengine. Warumi 12:4 na 5 anasemaje? Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Sikia vizuri hapo. Katika mwili mmoja tuna viungo vingapi? Vingi. Na viungo hivyo vyote havitendi kazi moja. Jamani, niambieni amina nzuri kwa Yesu. Amen. Naomba nikuulize swali, niangalie. Mkono unafanya kazi ya mguu? Hapana. Jicho linafanya kazi ya sikio? Hapana. Kila kiungo kina nini? Kina kazi yake. Twende mstari wa 5. Anasema vivyo hivyo na sisi tulio wengi. Sema tulio wengi. Sema tena tulio wengi. Tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Naombeni mniangalie. Ninyi wote hapa ni wa thamani, na thamani yako inafanana mbele za Mungu aliye hai. Usijikwae kama umeambiwa jana utatusaidia kusafisha choo. Usijikwae. Maana lazima awepo atakayeimba na atakayesafisha nini? Haimaanishi wewe safisha choo haufai. Usijikwae ukiambiwa leo hesabu sadaka. Usijikwae ukiambiwa baada ya ibada hii okota makopo, okota maji, chupa za maji. Usijikwae. Lazima jengo liwe safi. Usijikwae ukiambiwa kesho simamia chakula, hutakuja kwenye mkutano, na wewe unaukamilisha mkutano wako kwa kutusaidia kusimamia nini? Chakula. Hatuwezi kufanya kazi moja. Tu viungo mbalimbali vingi, tunaikamilisha hii kazi kwa pamoja.
Na wewe uliyepewa chochote cha kufanya, usidhani ni bora kuliko wengine. Amen. Mtu mwenye moyo wa ibada hadharau wengine, hajivuni, wala hawaoni wengine kuwa si bora kama alivyo yeye. Naomba niseme neno hili, sisi wote tunahitajiana. Umeelewa nilichosema? Nisaidie kumgeukia jirani yako, mwambie unanihitaji. Mwambie wa upande wa pili unanihitaji. Mwangalie tena wa kwanza, mwambie usinione. Mwambie usinione hivi hivi. Mwambie unanihitaji sana. Mgeukie upande wa pili, mwambie aisee unanihitaji halo. Hallelujah. Boni Mwaitege akaimba akasema sisi sote ni kazi ya mikono yako. Come on. Tumeumbwa kwa mfano wako. Sisi sote ni kazi ya mikono yako. Tumeumbwa na nani? Tumeumbwa kwa mfano wako. Mungu usifiwe. Mungu usifiwe. Haleluya. Mungu usifiwe. Muhaya Lumbwe, Muhaya Lumbwe. Wadodoma hao wanasema Muhaya Lumbwe. Muhaya Lumbwe. Come on. Muhaya Lumbwe. Muhaya Lumbwe. Mungu usifiwe. Usifiwe. Haleluya. Usifiwe. Sema kojiwe. Akojiwe. Haleluya. Akojiwe. Sema sema. Akojiwe. Ayaya. Sema. Akojiwe. Imana ishimwe. 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 Mikono miwili, makofi mara moja namna hii. Wow. Wow. Kigeregere. Vigeregere kwa Yesu. Vigeregere, vigeregere, vigeregere kwa Bwana. Mungu usifiwe. Haleluya. Kule juu sijasikia. Mungu usifiwe. Mungu usifiwe. Aya ya 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 ya. Mungu yani unamsifu kwa kukuumba vile ulivyo wewe. Mungu usifiwe. Mungu usifiwe. Ay 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 ay. Mungu usifiwe. Come on, come on, come on.
Watembelee watu wanne, waambie unanihitaji mimi. Mwambie mwingine unanihitaji. Mwambie ibada yako inahitaji kazi yangu. Mwambie na mwingine, wawe wanne watano. Mike. Mpe Yesu kelele za shangwe. Asante, niombe ukae. Niombe ukae. Niombe ukae. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukisoma kitabu cha Isaya utashangaa sana, sura ya 41 mstari wa 4 na 5. Isaya 41 mstari wa 4 na 5 utashangaa sana. Twende mstari unaofuata. Visiwa vimeona vikaogopa, ncha za dunia zilitetemeka. Walikaribia, walikuja. Mstari wa 6. Wakasaidiana. Saidia kusema wakasaidiana. Wakasaidiana. Wewe wa sauti ya kwanza unamsaidia sauti ya pili. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe wa section unamsaidia wa kanisa la mahali pamoja. Amen. Nyie wa kanisa la mahali pamoja mko wanne, saidianeni. Amen. Naomba niwaambie kazi hii haina mshindi, haina champion. Na wala hatumfanyi Faraja kuwa champion. Faraja yuko kama Mungu alivyomweka kuwa mkurugenzi wetu wa taifa. Hawi mkurugenzi bila nyie. Na wala usifikiri unakusanya hela ili Faraja apate heshima. Tunasaidiana. Sema wakasaidiana. Wakasaidiana. Wakasaidiana na nani? Kila mtu na mwenzake. Sema kwa sauti. Kila mtu na mwenzake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakasaidiana kila mtu na mwenzake. Wakaenda mbali zaidi, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Nisaidie kuwashika mikono uliokaa nao jirani. Inyanyue mikono yao, waambie uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Mwambie wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Mwambie miaka hii 13 inakuhitaji wewe. Miaka hii 13 inakuhitaji wewe. Mwambie uamsho wa TAG unakuhitaji wewe. Uamsho wa TAG unakuhitaji. Mwambie uamsho wa Afrika unakuhitaji wewe. Uamsho wa Afrika unakuhitaji wewe. Mwambie thamani yako ni kubwa mbele za Mungu. Thamani yako ni kubwa mbele za Mungu. Mwambie tena, tafadhali ongeeni, mwambie usijidharau. Usijidharau. Wala usikubali kudharauliwa. Wala usikubali kudharauliwa. Nisaidie kusema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Yes. Naomba niwaambie nyie ni wanawake. Wanawake wakiamua jambo halishindikani duniani. Wanaume wanawaza sana. Paka wachukue hatua wanawaza mno. Ninyi mkielewa ni na ndio maana mnajaa roho haraka. Ndio maana mimi nashangaa hata kanisani kwangu, naomba niseme kutoka moyoni. Idara ya wanawake imenunua viwanja. Sijui sasa ni vingapi, ni viwili? Sijui ni viwili, sijui ni vingapi. Inanunua viwanja vya makanisa, inajenga, inapiga kazi mwanangu ile idara. Ile idara inapiga kazi ile. Sio kama wanaume wapo, ila tunaendelea kuwaombea wanaendelea kupanga, mchakato unaendelea. Upembuzi yakinifu. Maana bado wanawaza, yani wanakaa wanaangalia logic. Wanacheki mahesabu. Wanaangalia hivi, hapa tukitoa watoto watakula. Twende kinachofuata hapo. Sogea mstari unaofuata wa 7. Selemara akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe. Hizo ni kazi tofauti. Nitikieni amen. Amen.
Akamwambia nini? Akiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema. Baada ya kuisifu kuwa ni kazi njema, akaikaza kwa misumari isitikisike. Maana yake ilikuwa bado inatikisika, ilikuwa bado haijakamilika, lakini akaipongeza, akasema umetisha, kazi yako njema. Alafu akachukua nyundo, akapiga, alafu akamwambia hapa sasa imekaa vizuri zaidi. Semeni amen. Niangalie, mtu akikudharau usijisikie vibaya. Mwambie bado niko kwenye mchakato. Mwambie bado Bwana ananitengeneza. Naomba niwaambie, kuna wakati mtatisha nyie mliokaa hapa. Kuna wanawake mko hapa mtanunua viwanja vya kujenga makanisa peke yenu. Wale wanawake 100 niliowataja wa mwakani watakaokuja hapa, ninawaona wanawake watakaolipia mabasi ya Shabibi peke yake, akiwaingiza wanawake wengine. Sasa sijajua kama na mimi ni nabii, lakini najua na mimi ni nabii. Na mimi si ni nabii jamani? Si hapa ninatabiri ili tuifanye ibada yetu kuwa bora ya mwakani. Tumekubaliana wote hawa tunakuja na mmoja. Semeni amen. Acha iwe tabu bwana, acha iwe tabu. Acha tujae madarasani, tujae dining hall, tujae ofisini, tujae kwenye mazizi, tuweke mahema, tulale kwenye fensi, tulale kule chuo cha aksi, twende barabarani kule wanakoweka biashara, tulale kila mahali. Piga kelele! Kila mmoja akamtie moyo mwenzake, akamtia moyo kwa kazi aliyoifanya. Nisaidie kusema amen. Jana nilikuwa napita na mgeni rasmi kwenye mabanda pale. Nilikuwa najisikia vizuri sana. Naomba niwaambie yale mabanda, kila kanda imetisha kwa sehemu yake. Asiwepo atakayedharau kazi yenu. Narudia, asiwepo atakayedharau kazi yenu. Mmetisha sana. Na mimi mmenifurahisha. Yaani unajua 2027 inavyoonekana, mtaiita Dodoma nzima ije kwenye maonyesho. Maana yale mabanda yanataka watu. Lazima tuwaambie, na hivi sasa mmeanzisha TV yenu. Tuna TV ya TAG, alafu itakuwepo ya TAG yenyewe, ile full station mwanangu. Itakuwa inapiga kila mahali. Tunaihamia Dodoma. Semeni amina. Tunawaambia pana maonyesho. Na naomba niwaambie kwa taarifa yako, kwa uchunguzi na utafiti mdogo niliofanya, hakuna kanisa lolote Tanzania ambalo lina matukio makubwa ya level ya kitaifa ya idara kama ya kwetu. Haleluya! Hakuna. Nenda kafanya uchunguzi, angalia madhehebu yote, Evangelicals, Pentecostals, nenda kwenye madhehebu yote, angalia ni wakati gani wanakutana watu kwa idara kama tunavyokutana sisi. Sasa 2027 hapa kutikise hapa, yani kutikise hapa, yani kutikise. Tunakuwa na mabanda kule, tunaweka kila kitu. Yani tuna watu tumewaajiri wanapiga kazi. Yani kila jimbo linakuja na watu wake na timu. Alafu wanafuso ya mizigo ya kuja kuweka kwenye mabanda yake. Amen. Na inabidi wanaoleta mabanda waombe nafasi mapema kwa mkurugenzi, vinginevyo watakosa nafasi ya kuweka. Huyu binti, hawa mama walikuwa wanaongea hapa, yule binti yule ambaye hajaolewa yule. Nikataka nimshauri mkurugenzi wa CAs. Amlete wakati wa CAs. Asimulie yale mambo wakati wa CAs. Apate mme hapa. Hey. Alafu aingize mipango hiyo ndani ya kanisa la TAG. Maana kanisa lenyewe sasa hivi lina kitu kinaitwa uchumi na jamii. Inanunua maviwanda, inajenga ma TV. Tunataka watu wenye kichwa kama cha yule dada aolewe humu ndani asiondoke. Haya. Namba 6 na mwisho kwenye eneo hilo. Tabia sifa ya moyo wa ibada ni moyo wenye subira na imani. Huu ni moyo wenye subira na imani. Ni moyo unaojua kumngoja Bwana. Ni moyo usiohangaika na mafanikio yanayoonekana kwa macho.
Ni moyo unaojua yuko Mungu anaye reward. Kama kuna kitu ninaendelea nacho sasa kwenye idara ya muziki na uimbaji, na wana DMS walioko hapa wanafahamu, ni kuwasaidia vijana wetu walioko makanisani kutolitazama kanisa kama ultimate provider wao. Kanisa haliwezi kumlipa mtu. Jisikie raha na ujisikie fahari kanisa kukupa madhabahu kutumika. Usilitake kanisa kukulipa wewe madhabahuni. Ukipewa heshima ya kupiga kinanda, ondoka hapa na moyo wa kushangilia kama mtu aliyepata milioni 200. Usipige kinanda ukasubiri kupokea hela toka madhabahuni. Haitakusaidia. Vijana wangu, hear me very well, nisikilizeni vizuri sana. Najua wengine wanafuatilia. Hapa ni mahali pa kumtumikia Mungu. Alafu yeye ndiye anajua mahali pa kulipwa ni wapi. Natamani tuwafundishe vijana wetu wajue. Najua hapa ndani pana vijana wengi mmekaa huko ndani. Nataka mjue hii microphone ya madhabahu hii haitakulipa. After all, madhabahuni sio mahali pa kupokea, ni mahali pa kupeleka. Ukija hapa unaleta, hauji kuchukua. Ukileta sauti yako umeleta ibada. Ukimaliza kutoa ibada usisubiri malipo. Ondoka, maana umepeleka madhabahuni. Hallelujah. Moyo wa ibada ni moyo wenye subira na uvumilivu kwa Mungu aliye hai. Unajua kwa imani huyu ninayemtumikia anajua anahitaji gari, anajua anahitaji nyumba, anajua nina watoto wanasoma, nina kodi za nyumba, nina ada za watoto, ninahitaji nguo. Wanaonielewa semeni amen. Madhabahu itumike kuwanyanyua vijana wetu kumpenda Mungu. Na ninyi ambao Bwana amewapa neema, mna vipawa, mna vipaji, mna karama. Tuna binti yetu mmoja amekuwa baraka kubwa sana kwenye mradi wetu wa TV tunaoendelea nao. Ni mshirika wetu. Yuko pale Dar es Salaam. Yuko kwenye moja ya mabenki. Amekuwa baraka mno kwetu. Paka juzi tulikuwa tunamjadili namna ambavyo amekuwa baraka kwetu. Amekuwa msaada, amerahisisha kazi. Tukawa tunajisikia vizuri tukiwa na aina hiyo 3, 4, 5, 100. Kazi ya Mungu inakuwa rahisi. Mtu anafanya bila kutarajia chochote kutoka mikononi mwa mtu. Maana kanisa kazi yake sio kukupa. Kanisa ni matamko. Biblia hii ninayoisoma mimi, hakuna mahali mzazi alimbariki mwanae kwa kumrithisha ng'ombe. Yalitolewa matamko. Yalitolewa maneno. Haya ninayotamka hapa ndio baraka zako zenyewe. Kwa hiyo vijana wetu walitumikie kanisa kwa moyo bila kusubiri malipo toka madhabahuni. Leta ideas zako. Leta mipango yako. Unafanya graphic designing, njoo fanya. Nipige picha vizuri, nirushe mtandaoni, peleka content yangu, usinidai hela. Unajua kupiga saxophone vizuri, njoo ipige vizuri, watu waabudu, waanguke chini, wanagaregare vizuri, watoke na machozi. Kimaliza nyanyua na saxophone yako, rudi nyumbani. Mwambie Bwana nimemaliza shughuli yangu ya kukubariki. Alafu subiri uone kazi yake. Saidieni kusema amen. Amen. Akanifuata mtu akaniambia, tena mzungu. Akaniambia naomba nijue ukitafsiri kwa wiki moja unalipwa shilingi ngapi? Tunaomba invoice yako. Alafu ananiambia Mungu amembariki. Na hata kabla hajambariki, unajua macho yetu yakimtazama mzungu yanaona hela. Akaniambia naomba uniambie huwa unalipwa ngapi? Yaani kama hapa tunamcheki Melody hapo, sifikiri tunamuona kawaida. Tunaona hela tu sisi. Hata kama hana hela, yani sisi tukiona tunaona nini? Hela tu. Akaniambia shilingi ngapi unalipwa? Nikamwambia chochote ninachofanya madhabahuni hakina bei. Nitikieni amen. Amen. Wakati nasema hayo, unaweza ukasema labda nikisema hayo sasa hivi Mungu amenibariki labda nina kahela ka chakula. Nimesema hayo nikiwa masikini kabisa, sina nauli ya daradara na struggle na maisha. Ndio nimeanza huduma, bado najitafuta. Akaniambia malipo, nikamwambia silipwi huduma ya madhabahu. Silipwi. Hiyo sentence imeendelea. Imeendelea. Kwa wanaofahamu leo hii mimi namtafsiria Johannes Amriza, mmoja kati ya wainjilisti wakubwa Afrika. Ameniuliza the same question, huwa unalipwa ngapi unapofanya interpretation ya wiki nzima? Nikamwambia mimi sina bei. Chochote ninachokifanya madhabahuni hakina price tag.
nafanya kwa Bwana. Jamani nitikieni amen. Yamekuwa maisha yangu hayo. Naomba niwaambie madhabahu hii ukitaka uiandikie invoice itakupa 100,000, 200,000 na itatolewa ripoti mwisho wa mwaka kwenye mkutano wa kanisa. Okay. Haya. Mungu anatafuta nini? Jambo la kwanza, moyo unaompendeza. Namba 2, nitakupa intro alafu tutamalizia kesho. Namba 2, Mungu anatafuta nini? Anatafuta mtu mwenye ufahamu na akili njema ili apate kumwabudu. Moja kati ya component za msingi za ibada ni ufahamu na akili njema. Wanaonielewa nisaidie kusema amen. Amen. Ufahamu na akili njema. Kwa nini ufahamu na akili njema? Mungu anajua na ametuumba na akili. Matumizi ya akili tulizoumbwa nazo ni ya muhimu sana. Andika hivyo hivyo. Matumizi ya akili tulizoumbwa nazo ni ya muhimu sana. Kwa bahati mbaya tunaishi kwenye kizazi ambacho watu hawatumii kabisa akili zao. Hawataki kujichosha. Andika jambo linalofuata. Akili itakusaidia kujua nini cha kufanya wakati gani. Akili, naongea akili. Akili itakusaidia kujua nini cha kufanya na wakati gani. Akili. Namba 3, akili itakusaidia kujua unakutana na Mungu aliye chanzo cha akili yako. Yaani huyo unakwenda kumwabudu nakimbia mbio. Aha. Namba 1, matumizi ya akili tulizoumbwa nazo ama tulizopewa na Mungu ni ya muhimu sana. That's number 1. Number 2, akili itakusaidia kujua nini cha kufanya wakati gani. Yaani ufanye nini na ukifanye saa ngapi. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 3, akili itakusaidia kujua unakutana na Mungu aliye chanzo cha akili yako. Yaani labda niweke vizuri hapo. Ibada ni appointment. Worship is an appointment between God and me. Unapoenda kumwabudu Mungu, akili yako itakukumbusha, kama unayo akili, itakwambia unaenda kukutana na aliye chanzo cha akili yako. Nazungumza akili kabisa, akili. Naomba niende mbele, utanielewa tu, usiogope. Namba 4, akili itakusaidia kujiandaa ipasavyo ili kumpa Mungu huyo ibada iliyo saizi yake. Akili itakusaidia kujiandaa ipasavyo ili kumpa Mungu ibada iliyo saizi yake. Akili. Jana wakati nazungumza, wakati nafundisha, niliwaambia ibada ina itifaki. Ibada ina itifaki. Nilikuwepo wakati tunampokea Rais Magufuli kwenye ukumbi huu. Nilikuwa sehemu ya waliokuwa wanafanya maandalizi ya mapokezi kama mmoja wa watu wa itifaki. Nasikia kuna minong'ono, ni kama kuna neno sijaliweka sawa. Namba 4. Namba 4, akili itakusaidia kujiandaa ipasavyo ili kumpa Mungu ibada iliyo saizi yake. Pamekaa sawa sasa? Thank you. Tulikuwa tunajiandaa kumpokea Rais Magufuli kwenye ukumbi huu. Nilikuwa miongoni mwa waliokuwa kwenye hivyo vikao vya nini kifanyike anapokuja. Walitumwa watu wenye akili kuja kukagua ukumbi wetu. Wakakutana na sisi wenye akili kuongea nao. Nakumbuka mmoja akatuuliza swali, anaingilia wapi? Tukamwambia anaingilia hapa.
Akafanya yani akili inafanya kazi hapo, si ndio? Anataka kujiridhisha kama huu mlango ni sawa apite hapa. Akatuuliza kwa nini hapa na sio hapa? Tukamwambia huku ni nyuma, hapa ni mbele. Mmejiandaje? Akifika nini kinafanyika? Tukamweleza kinachofanyika. Tukampa ratiba na tukamweleza juu ya wimbo wa taifa. Tukamwambia akiingia anaingia wakati praise inaimbwa, maana hatumpokei yeye kwa makofi ya Mungu. Tutampa Mungu ibada. Yani wakati anaingia tunataka na yeye ajue yuko Mungu wa kuabudiwa. Yes. Kwa hiyo hatusitishi ibada anapoingia. Nitikieni amen. Ibada inaendelea na yeye anaingia wakati ibada inafanya nini? Inaendelea. Na tukamwambia mpaka aina ya pambio itakayoimbwa. Usifiwe Bwana. Wana vibe sana, sitamaliza. Nilikuwa najipatanisha na bosi. Jamani, haleluya. Kwa hiyo tukamwambia na pambio itakayoimbwa ni hii. Akasema okay. Baada ya hapo tukamwambia yatafanywa maombi maalum ya kuliombea taifa letu. Alafu baada ya hapo tutaimba wimbo wa taifa. Kwenye wimbo wa taifa akasema subirini, wimbo wa taifa mnaimba nyie? Tukamwambia ndio. Na shauri msiimbe, wekeni CD. Tukamwambia tunaimba live. Akasema mtauweza? Tukamwambia tuna akili. Naongea nini? Akili. Akasema mnaweza mkajaribu. Tukamwambia hatuwezi kujaribu. Tulishafanya maandalizi. Tumejipanga, tuko tayari. Akamuita bosi wake. Akasema bwana, hawa jamaa kwenye ratiba yao kuna wimbo wa nini? Akasema na mashaka. Ile bwana kabla hajajitambulisha, sasa mimi ndio nilikuwa nimekabidhiwa. Nimefurahi kumuona mama Sengenge yuko pale. Mzee Sengenge ndiye msimamizi wetu wa itifaki. Sasa akaniambia mimi naomba nitoke, endelea nao. Kwa hiyo nikakabidhiwa mamlaka. Kwa hiyo yule bwana akasema ninayeongea na wewe ndiye kiongozi wa mkoa, akataja nafasi yake. Nikamwambia mimi ndiye kiongozi wa taifa wa TAG kwa niaba ya aliyeondoka. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Naomba muondoke mkalale mna amani, wimbo wa taifa utafanya nini? Utaimbwa. Wanaonielewa semeni amen. Nazungumza nini? Naomba nikwambie, Mungu anataka akili yako itumike. Na sikiliza niwaambie, kwa nini anataka akili itumike? Unapokuja mbele zake anataka ujue unayekutana naye sio wa kawaida. Nimesema sio wa kawaida. Sio wa kawaida. Rais wa Korea Kaskazini alimuua mmoja wa askari wa viwango vya juu aliyesinzia wakati anatoa nini? Hotuba. Akasema amenidharau. Hivi kama Mungu angetaka kuangalia wanaomdharau kwenye ibada wanasinzia, angeua wangapi? Ambao wangekuwa wameshakufa tujuane. Angalia mikono hiyo. Yaani huyu alilala wakati rais anafanya nini? Anatoa hotuba. Kuna watu hapa ninahutubia kuhusu Mungu aliye hai, mnapiga tu. Kuna vitu Mungu anadai kwetu. Jamani nitikeni amen. Amen. Naomba niwaambie, wakati anakuja Rais Obama Tanzania, mimi nilikuwepo Dar es Salaam. Na niliacha gari kwa makusudi niende kwenye msafara nione huyu mtu aliyetutesa kiwango hiki ni wa aina gani. Maana walituambia magari yote fungia, hakuna gari kupita barabarani. Mama ntilie waliambiwa ondoa vitu vyenu, kila mtu aliweka pembeni. Wamekuja watu wenye akili kuangalia, na mimi nilijipanga nione. Nikiwa pale nimejipanga pale Ubungo, maana alikuwa anakuja pale Ubungo kituo cha umeme. Nikasimama barabarani nione. Alikuja mtu mmoja na miwani. Akafika akiwa na miwani yake, akamuona mtu pembeni, akamfuata, akamuita. Kumbe kwa miwani ile ameona yule mtu ana mfuko, na ndani ya mfuko kuna vitu havitafsiriki vizuri.
Kwa hiyo akakagua, akataka kujua ndani ya mfuko kuna nini. Yaani hao ni watu wenye akili, wametumwa kuja kuandaa mazingira na itifaki ya rais. Naomba niwaambie, kwa Mungu details ni za muhimu sana. Amen. Ni za muhimu sana. Naomba niwaambie, usifikiri Mungu haoni ili ua. Anaona kama tumelipua, anaona kama tumehangaika. Anajua. Anajua hili tumelileta kama lilivyo kawaida. Unajua kuna vitu tunafanyaga tu business as usual, si ndio? Anaangalia, anaona hawa watoto wa maskini hawa. Yaani hawa nielewe kabisa. Yaani hapo wameamua kutimiza wajibu wao. Anajua. Our God is the God of details. Anajua. Kuna mtu ananielewa vizuri? Hivi nafikiri Mungu ashughulike na mapambo haya? Anashughulika nayo. Maana tumeyaweka ili yapendezeshe madhabahu. Anakagua kuona hivi yametusumbua, yametugharimu, hivi akili imetumika au tumerusha tu. Walipokuja wale jamaa wakakagua meza, wakatuambia tunaondoa vitambaa, tunaleta vingine. Tukamwambia kwa nini? Mheshimiwa Rais hawezi kukaa, kuna pini zitamchoma. Na sisi tangu siku ile tukabadilisha mapambo kwa ajili ya askofu wetu mkuu. Tukasema basi kama rais akikaa hatakiwi kukaa na pini zinachoma, na sisi askofu wetu mkuu akikaa hakuna pini itakayomchoma, tunabadilisha na sisi mfumo. Yes. Nazungumza nini? Akili. Tunapoandaa makongamano yetu, naomba akili itumike. Maana mgeni rasmi wa yale mambo ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Amen. Kitengo cha mapambo, kitengo cha uimbaji, kitengo cha vyombo, weka wenye akili wasimamie ibada. Semeni amen. Ili tukinyanyua mikono Bwana akicheke anasema yes, hao watoto wameniheshimu, wameniwekea na red carpet, wameweka na viti, wameweka na kitambaa cheupe kama vile kwenye harusi. Kumbe mimi ndiye bwana harusi mwenyewe. Yaani anasikia raha. Mimi nimeingia hapa ndani nikasikia raha. Yaani kwa kweli mama, mmepiga kazi hapa. Yaani kuna kakitu ninakacheki. Yaani kwa kweli, hebu jishangilieni tafadhali. Hallelujah. Safi, safi. Safi. Yaani unaona kuna mpangilio na ibada ni itifaki. Mama nimalizie, nimepewa vidakika vichache nisiende mbali zaidi. Ukishagundua hayo kwamba Mungu anazo details anazozifanya, akili itakuambia, nimeshaeleza kuhusu mapambo, akili itakueleza sadaka gani utoe. Hautoi unachojisikia, unatoa kinachomstahili. Unatoa kinachomstahili. Tukipata taa itakuwa nzuri zaidi. Kinachomstahili Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hatutoi change zilizobaki, tunaiandaa sadaka. Alafu jisikie vibaya. Umetoaga 2,200 miaka 10 iliyopita. Maisha yamebadilika jamani, vitu vimepanda bei. Mungu bado gharama yake ni ile ile tu. Mpandishie na yeye kidogo. Mbona mwenye nyumba amekupandishia mwezi wa 12 mwaka jana akwambia Januari kodi inabadilika? Pandisha na wewe sadaka. Amen. Una miaka 15 tangu umeokoka, unatoaga 10%. Ukipata laki 10,000. Ukipata milioni laki, badilisha mama. Amen. Umepata laki moja, peleka 15,000. Mpaka umchanganye kiongozi anayehesabu sadaka, ajue umepata hela nyingi, kumbe unampa unazotaka. Yaani umempa Bwana unachotaka. Sasa kusema amen. Amen. Tangu nilipogundua Mungu anajua mahesabu, nilibadilisha sadaka. Mungu anajua nini? Mungu anajua hesabu, nilibadilisha sadaka. Akili itakwambia aina gani ya vyombo vya sadaka vipokee sadaka. Maana sio zetu, ni zake. Hatuweki chombo chochote, tunaweka chombo kizuri. Praise the name of God. Come on, praise the name of God. Andika Samueli wa pili 6:14. Samueli wa pili 6:14. Maandiko yanasema, Samueli wa pili 6:14, Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Ukiendelea mbele maandiko yanasema naivera ile ikaanguka. Ilipoanguka
Watu bado wanashangilia, hakuna aliyeona nguo imeanguka. Waliokuwa rohoni hawakuona nguo imeanguka, lakini Mikali mke wake aliyekuwa nyumbani, maandiko yanasema alipochungulia akamuona mfalme ameangusha nguo, akakasirika moyoni. Maandiko yanasema akamdharau wapi? Moyoni mwake. Hakuongea, alidharau moyoni. Nani aliyeiona dharau ndani ya moyo wa Mikali? Ni Mungu aliye hai. Na ile dharau ilifanya nini? Ilifunga tumbo, akafa bila kupata watoto. Daudi anakuja anamwambia, tena anamlalamikia, anamwambia kwa nini unajidhalilisha mbele ya wale wanawake mabaradhuli wale? Unafanana na mfalme asiye na heshima. Unajua kwa nini anasema vile Mikali? Ni kwa sababu ni mtoto wa mfalme. Amezaliwa kwenye itifaki za kifalme. Anajua mfalme anatakiwa kuishije. Daudi akamwambia, mke wangu mpenzi Mikali, kuna kitu umesahau. Sikuwa naangusha nguo mbele za wale watu, na wala sikumbuki wewe ndo unaniambia niliangusha nguo. Maana ilikuwa ni mbele za Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ilikuwa ni mbele za nani? Ilikuwa ni mbele za Bwana. Huyu Mungu, Zaburi ya 47:6 na 7 anasemaje? Zaburi ya 47:6 na 7. Mwimbieni Mungu, naam imbeni. Mwimbieni mfalme wetu, naam imbeni. 7 anasema, maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Amina. Imbeni kwa nini? Kwa akili. Akili itumike. Naomba niwaambie, tunapoimba ni mbele zake, tunapopiga ni mbele zake, tukicheza ni mbele zake, tukiinua mikono ni mbele zake. Akili itumike, tujue tunayafanya hayo mbele za mfalme wa dunia yote. Inatosha, simama. Simameni. Na? Mnatakiwa kwenda kula na kulala, mje kesho. Simameni, tunaendelea kesho. Kesho ni siku yetu ya mwisho, tunamalizia. Simameni. Ewe ni Mungu haubadiliki tangu zamani, tangu zamani. Inua mikono yako, mwambie Bwana, wewe ni Mungu. Hallelujah. Haubadiliki. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Hallelujah. Haubadiliki. Tangu zamani. Tangu zamani. Hallelujah. Haubadiliki. Tangu zamani. Tangu zamani. Yeah. Wewe ni Mungu Baba, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Tangu zamani, haubadiliki. Tangu zamani, inua sauti yako, mwambie wewe ni Mungu. haleluya. Inua na mikono yako, sema tena, wewe Bwana. Rudia tena, mwambie wewe, sitia masaya mama piano. Mwambie tena, wewe Bwana. Sema tena, wewe, sema wewe. Haleluya, haleluya. Tangu zamani.
zamani, tangu zamani Bwana, tangu zamani, tangu zamani. Sema wewe ni Mungu. Haleluya. Sema wewe ni Mungu. Haleluya. Rudia tena, sema wewe, wewe. Nyosha mikono yako juu kabisa, iwe kama inapunga namna hii kwa Yesu. Wewe sakaraba shetere baba baba yanda sekaraba, punga mikono wewe, 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 riba sakaraba baba baba yanda, tangu zamani. Haleluya. Tangu zamani, tangu zamani. Inua sauti yako, mwabudu Bwana. Usiombee mahitaji yako, mwambie Bwana unachotaka, unachotamani, mwambie juu ya ibada. Mwambie Bwana juu ya ibada yake. Eleza uzuri alionao. Chako yote miwili. Wakati unaabudu mbele za Bwana, hiyo mikono inageuka, sio yako tena, itakuwa ni mikono yake Yesu mwenyewe, maana amesema mkono wake si mfupi. Naomba niwaambie, ameweka mikono juu yako, anageuza moyo wako, anaingiza ibada, anaingiza akili njema, anakupa akili tena, anabadilisha historia yako. Waliokuwa wagonjwa, hiyo mikono iliyowekwa juu ya kichwa inageuza historia. Unapokea afya na uponyaji. Ibada inaingia, mabadiliko yanatokea. This God whom we worship, he is right here in between. Anatembea katikati yetu, anatembea katikati yetu, anageuza historia zetu, anabadilisha maisha yetu. Ninaona anavyobadilisha ibada yako, naona anavyobadilisha maisha yako. Anaingiza akili njema ndani yako. Yeye ndiye akili, ndiye chanzo cha akili. Anabadilisha, anaingiza akili, anaingiza akili, analeta mapinduzi, anabadilisha maisha. Hiyo mikono sio yako, ni ya Mungu aliye hai, ni ya Mungu aliye hai. Ziabashata riabasetenda rababa shaindo rianda mama zetere bashata ya baba. Inua tu hiyo sauti mbele za Mungu aliye hai. Inua hiyo sauti mbele za Mungu. Naomba unisaidie tufanye jambo moja. Ninajua wote hawa tumetoka kwenye makanisa ya mahali pamoja. Ni kweli sisi wote tunatoka section na majimbo, ila ninasikia ndani yangu niombee kanisa lako. Mshike mkono uliye jirani naye. Mimi nitaomba na wewe nisaidie, muombee huyo. Ombea kanisa lake, usiombee la kwako. Ombea kanisa lake. Haya tulioyaongea hapa ya ibada, omba yatokee kwenye kanisa la uliyemshika mkono. Omba yalete matokeo. Ishara na ajabu zitokee. Ibada izaliwe. Roho wa Bwana azaliwe. Mapinduzi ya ibada yatokee. Ombea kanisa la huyo uliyemshika mkono. Usiombee la kwako. Neema ya Bwana na mafuta ya Roho Mtakatifu yashuke kwenye kanisa lako. Kanisa lako likalete maajabu. Viwango vya ajabu vikatokee. Ishara na maajabu yakatokee. Waimbaji walioko kanisani, wapigaji wa vyombo, vijana wa CAC, idara ya watoto, idara ya uinjilisti, idara ya umisheni, idara ya wanaume, kila mmoja ndani ya kanisa, idara ya miradi na maendeleo, ilete matokeo yasiyo ya kawaida. Kanisa lako likang'ae kwenye jamii linakopatikana. Watu washangazwe na matokeo ya kazi ya ajabu ya msalaba wa Yesu.
ya msalaba wa Kalvari. Ile neema ya Bwana iachiliwe juu yako. Ile neema ya Bwana iachiliwe juu yako. Ninamuondoa shetani na mamlaka zake zote, na yaondoa mapepo, na iondoa mizimu, na yaondoa mapepo, na iondoa mizimu inayozuia ukuaji wa kanisa, inayozuia maendeleo ya kanisa, inayozuia maendeleo ya kiroho. Haitaendelea kuwepo. Jioni ya leo tunachora mstari, tunachora mstari, tunaondoa mateso ya adui yanaliachia kanisa lako. Tunamwombea mchungaji, tunamwombea mama mchungaji, tunamwombea baba mchungaji, tunawaombea wazee, tunawaombea mashemasi, viongozi wa idara, naziombea kwaya, na viombea vikundi vyote. Kanisa lako likalete mapinduzi yasiyo ya kawaida kwa utukufu wa jina la Yesu aliye hai. Inua mikono yako sasa. Inua mikono yako yote miwili. Mwambie Bwana asante kwa maneno ya kinywa chako. Usipige makofi. Usipige makofi. Shukuru kwa kinywa chako. Aya, tulia tukuombe. Anaomba tuliinue jimbo lao la Rukwa Mashariki, Sumbawanga. Mungu awainue wanawake na wao waweze kuja kwa wingi kwenye makongamano kama haya, ili na wao wapokee mafundisho mazuri kama haya, jimbo lao lipate kuinuka. Tuombe kidogo. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwa ajili ya jimbo la Rukwa Mashariki, tunaomba hata kwa ajili ya Rukwa Magharibi, tunaomba hata kwa ajili ya Katavi, tunaomba hata kwa ajili ya Kigoma Kaskazini, tunaomba hata kwa ajili ya Kigoma Kati, tunaomba hata kwa ajili ya Kigoma Kusini. Inua Bwana hali za uchumi.